Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Rongo. Basi kwanza mimi nashukuru sana watu wa Rongo kwa kutukaribisha hapa Rongo siku ya leo. Najua ya kwamba tumekuja hapa leo na niko na maneno ya muhimu. Maneno kama 5 ya muhimu ya kusema nikiwa Rongo hii siku ya leo. Tunaelewana jameni? Nimekuja hapa Rongo kwa sababu ya shughuli ya maendeleo ya sehemu hii. Wakati huu sio wakati wa siasa. Wakati huu ni wakati wa maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni watu wa Rongo. Kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Na hiyo maneno tulikubaliana na nyinyi kama viongozi. Sisi tuko na deni ya kutekeleza yale tulikubaliana na nyinyi. Nyinyi mumetimiza wajibu wenu, mukatupatia nafasi ya uongozi. Sisi ni lazima tutimize wajibu wetu wa maendeleo juu ya watoto wenu na sehemu zenu. Tumekubaliana jameni? Ya kwanza na ni ya muhimu, mimi naenda hapa kwa shule. Sawa sawa? Kwa sababu hapa shuleni wakati nilikuwa hapa niliwaambia nitawapatia basi ya kusaidia watoto wa hapa. Na hiyo basi mimi nimekuja naye. Sawa sawa? Na nilisema ya kwamba mambo ya elimu ya watoto wetu ni ya muhimu. Kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Na ndio mnaona kwa mambo ya elimu nimefanya mambo matatu. Ya kwanza, nimeajiri walimu 76,000 wapya. Ndio kila shule kuwe na mwalimu ambaye atasaidia kufundisha watoto wetu. Jambo la pili, katika bajeti ya mwaka huu nimeambia waziri wangu Bwana John Mbadi aweke bilioni 2 tena ya kuajiri walimu wengine 20,000 mwaka huu, kwa sababu tunataka kufunga pengo ya watoto wetu wanaenda shule na hakuna walimu. Tunaelewana jameni? Na nikakubaliana na nyinyi ya kwamba lazima pia tuhakikishe hakuna mtoto anakosa elimu kwa sababu wazazi wake ni maskini. Na ndio tumetengeneza funding model ya university ambayo itapatia mtoto wa kutoka nyumba maskini scholarship ya serikali 90%. Ndio tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyuma, hajaenda university ama hajaenda TVET ati kwa sababu mzazi wake ni maskini. Tumekubaliana jameni? Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi kwa kilimo. Tumehakikisha kwamba tumepunguza gharama ya mbolea. Ndio wakulima wetu wa chai, kahawa, miwa, sukari watuzalishie chakula ya kutosha. Mimi nataka niwaambie watu wa Rongo hapa. Sawa sawa? Leo tunazalisha mahindi zaidi. Leo tunazalisha kahawa zaidi. Leo tunazalisha miwa zaidi. Leo tunazalisha chai zaidi. Na mimi nataka niwaambie watu wa miwa, kwa sababu sehemu hii ni ya miwa. Ni kweli ama si kweli? Viwanda ya miwa imekuwa ni mahali ya kufuka umaskini. Tumehakikisha kwamba tumepunguza gharama ya mbolea. Ndio wakulima wetu wa chai, kahawa, miwa, sukari watuzalishie chakula ya kutosha. Mimi nataka niwaambie watu wa Rongo hapa. Sawa sawa? Leo tunazalisha mahindi zaidi. Leo tunazalisha kahawa zaidi. Leo tunazalisha miwa zaidi. Leo tunazalisha chai zaidi. Na mimi nataka niwaambie watu wa miwa, kwa sababu sehemu hii ni ya miwa. Ni kweli ama si kweli? Viwanda ya miwa imekuwa ni mahali ya kufuga umaskini, kwa sababu wakulima hawalipwi on time, wafanyikazi hawalipwi on time, na hakuna bonus kama zile mimea zingine. Sasa mimi nataka nimunisikize kwa makini. Sasa tumebadilisha usimamizi wa kampuni zetu za sukari. Na sasa tumehakikisha
the new commercialization model ya mambo ya kilimo ya sukari ni kwamba mkulima atalipwa inside 2 weeks, hakuna kungojea in months. Wafanyikazi walipwe every month. Nasikizeni, for the first time vile tunalipa bonus kwa wakulima wa chai na kahawa, lazima tulipe bonus kwa kilimo ya sukari vile vile, ili mwisho wa mwaka wakulima wa sukari hapa, wakulima wa miwa waweze kupata bonus kama wakulima wale wengine wa chai na kahawa. Na sikizeni watu wa Rongo, sikizeni watu wa Migori, tayari mwaka huu for the first time kampuni ya Mumias ililipa bonus kwa wakulima wa miwa, na mwisho wa mwaka huu hii kampuni yetu ya Sony italipa bonus kwa sababu tutakuwa tumeweka usimamizi wa sawasawa. Migori hoye! Migori hoye! Munasema tuweke msimamizi sawasawa hapa? Vile vile mimi nimekuja hapa leo kwa sababu hapa Migori nyinyi mko ufuo wa hii Lake Victoria, si ni kweli? Si ni kweli? Sasa kuna mambo matatu tunafanya hapa Lake Victoria. Leo nitaenda mpaka Muhuru Bay. Pale Muhuru Bay tunataka kuweka paya. Kenya Ports Authority wanajenga paya pale ya shilingi milioni 400. Nimewaamurisha kwa sababu tunataka hapa Migori kuwe na mambo ya usafiri ya sawasawa baharini kama vile inaendelea sehemu zingine za Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na vile vile pale Muhuru Bay pia Sori, sawasawa, tumeweka fish landing site. Tunaweka milioni 150 Muhuru Bay na milioni 150 Sori. Tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wakitoa samaki kutoka baharini walete pale kwa fish landing site, mahali kuna storage, mahali kuna barafu na mahali kuna processing, ndio mambo ya kuzalisha uchumi wa sehemu hii ianze kuonekana. Kuna uwegezaji na serikali itakuwa front line to make sure that we harness the resources in Lake Victoria for the benefit of the people of Migori and Kenya. Hiyo kazi tunaenda leo na hawa viongozi wenu. Huyu gavana wenu alikuja kwangu na wabunge wa hapa na tumekubaliana investment ya serikali katika mambo ya kilimo ya sehemu hii, kilimo ya miwa, mambo ya uvuvi, because hii Migori ilibaki nyuma siku nyingi. Na siwezi kukubali tena ati Migori ibaki nyuma. Pengine nyinyi kama mnataka kubaki nyuma, na hata kama mtajaribu kubaki nyuma nitawalazimisha. Hamuwezi kubaki nyuma tena. Mupende musipende lazima mutasonga mbele. Sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Kwani nyinyi mnataka kubaki nyuma mkifanya kitu gani? Si tusonge mbele pamoja? Mnasema tusonge mbele pamoja? Mnasema tusonge mbele pamoja? Hebu nione wanasema tusonge mbele pamoja. Vile vile sawa sawa. Vile vile mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya barabara. Mambo ya barabara imetuletea kizungumkuti, lakini sasa tumepanga funding model mpya. Mimi nawashukuru sana, mlinipatia huyo muungwana anaitwa John Mbadi. Mpigeni makofi John Mbadi. Huyu muungwana anaitwa John Mbadi, nimemweka pale treasury, sawa sawa, na nilijua ya kwamba alikuwa amekula samaki aina ya omena. Sasa mambo yake iko chonjo kabisa. Sasa tumepangana na yeye na sasa tumepata pesa ya kusukuma barabara zetu. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Rongo, zile barabara zote zilikuwa zimekwama. Tayari in the last 2 months tumetoa pesa 700 million ya kulipa macontractors wetu, na tuko na pesa ingine shilingi bilioni 2 ambaye Mbadi ya hapa Migori peke yake. Mahali huyu Mbadi ameweka shilingi bilioni 2 ingine, ndio tuhakikishe kwamba hakuna barabara ya Migori inakwama tena. Watu wa Migori tunaelewana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Tupange mambo ya barabara ya muhimu. Mimi nimekuja hapa leo tena
kwa sababu kuna wananchi wengi Migori hawana stima makwao. Bado kuna giza nyingi, ni kweli ama si kweli? Na hii Migori vile vile ilibaki nyuma siku nyingi. Sasa nimekubaliana na Opiyo Wandayi, waziri wetu wa mambo ya energy, na yuko hapa. Tumekubaliana na yeye, tunaweka pesa ya serikali. Migori hoye! Migori hoye! Tunaweka pesa ya serikali, na hiyo mradi tumekuja kuanzisha leo. Contractors tayari tumefanya procurement. Hiyo kazi inaanza leo ya kuunganisha stima watu wa Migori. Tumewapatia shilingi 1.9 billion ya watu wa Migori. Tuunganishie watu ama familia ama manyumba 18,000 mpya. Kabla ya Disemba mwaka huu, huyu Wandayi atakuwa amemaliza hiyo kazi. Alafu nitapanga ya mwaka ujao. Alafu nitapanga ya mwaka ile ingine. Mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Migori. Migori hoye! Ama nyinyi mnataka kukaa kwa giza? Mungu na biashara na giza? Sikizeni bwana. Tunataka kuondoa giza sehemu hii. Tuunganishe stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame. Ama mnasemaje? Si mnajua shetani anapenda mahali iko giza? Nimewawekea milioni 300 ya kujenga modern market ya Rongo. Hapa University ya Rongo. Sikizeni. Ni vijana. Sawa sawa. Tuko na mpango mara 3 ya ajira kwenu. Three pathways ya ajira. Hapa leo nimekuja kuangalia soko tunajenga hapa hapa Riosiri. Sawa sawa. Na tuko na modern market tunajenga hapa kwenu Rongo hapa. Hapa Rongo nimewawekea milioni 300 ya kujenga modern market ya Rongo. Hapa University ya Rongo. Sikizeni. Hapa University ya Rongo pia tumeweka kandarasi ya kujenga hostels ya vijana 2,500. Vile vile tumeweka affordable housing hapa Rongo. Hiyo program yote ya affordable housing, ya modern market ya hapa, ya market ya kule, ya hostels ya university, hiyo mpango yote inahitaji vijana zaidi ya 2,000 ya hapa Rongo wa kufanya hiyo kazi. Tunahitaji vijana engineers, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji electrician, hata mtu ya mkono. Nyinyi watu wa hapa, vijana wa hapa, mko tayari ama mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari ama mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ikipatikana kiwandani si mtafanya? Ikipatikana kwa affordable housing si mtafanya? Ikipatikana kwa kujenga market si mtafanya? Tuendelee ama tuendelee? Hiyo ni number 1. Number 2, vijana munisikize. Number 2, tumekubaliana ya kwamba kuna kazi mitandaoni. ICT Hub, Jitume Center, na tumekubaliana na hao wabunge, kila mbunge ajenge ICT Hub kila ward. Every ward must have an ICT Hub. Ili vijana hawa wakimaliza form 4 ama wakitoka mahali popote waende kwa ICT Hub. Mjumbe akijenga ICT Hub, serikali ambayo mimi naongoza tutaweka internet, tutaweka stima, tutalete mwalimu wa kuajiri na maneno hiyo. Na vile vile tayari tumepangana na nchi za nje ambao wanatafuta vijana wa kufanya kazi katika mitandao, inaitwa digital jobs. Sasa nyinyi vijana wa hapa Rongo nataka munisikize makini bwana. Sawa sawa? Wewe anza kupangana na mjumbe wako, uulize wapi ICT Hub yetu ya ward fulani. Kwa sababu tunataka wewe uende ufanye kazi hapo, ufinye kompyuta, uweke pesa kwa mfuko. Vijana wa Rongo mko tayari? Hiyo ni kazi ya pili. Kazi ya 3, tumekubaliana ya kwamba mahali kazi itapatikana, vijana wa Kenya watafanya. Ikipatikana hapa Rongo si mtafanya? Ikipatikana kule Migori si mtafanya? Ikipatikana kazi Nairobi mtafanya? Ikipatikana kazi Ulaya mtafanya? Ikipatikana Marekani mtafanya? Na ndio tumeweka mpango ile ambayo tunaitwa export ama migration of labor. Tumeweka bilateral labor agreements na inchi 19.
mahali wa Kenya wanaweza kwenda kufanya kazi na watuletee pesa tujenge nchi yetu. Sasa nyinyi vijana wa Migori, mimi nataka niwaongeleshe vizuri. Either upange kazi kwa program yetu ya mambo ya affordable housing, ama kama hujapata uende ujipange kwa kazi kwa digital jobs, ama kama hujapata uende ujipange kwa kazi kwa export of labor. Na hiyo kazi yote haiwezi kukuja kutafuta wewe nyumbani, lazima ujitume. Wewe unafikiri kazi itakuja kutafuta wewe kwa nyumba? Si lazima utoke kwa nyumba ukuje utafute hiyo kibarua? Ama namna gani wangwana wa Rongo? Nyinyi mtajituma ama mtangojea? Mtajituma ama mtangojea? Hebu nione wala wanasema watajituma, nione kwa So mimi nimewaambia maneno sawa sawa, na hiyo ndio kazi tunataka tufanye kwa sasa. Kuna watu wengine wanataka kutuelekeza kwa mambo ya siasa, wanaelekeza sisi kwa mambo ya chuki, wanatuletea migawanyiko, wanatuletea ukabila. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, tulizeni boli, tuko na kazi ya kufanya kwanza. Tuko na mambo ya kilimo, tunataka kuzalisha njaa tufukuze, tunataka kuzalisha chakula tufukuze njaa. Hawa vijana wanataka kwanza tuwapangie ajira. Sisi tunataka kuunganisha stima kwanza. Uvuvi tunataka tuendeleze kwanza. Mambo ya ICT hub tunataka tujenge kwanza. Ngojeni, wacha kutuletea mambo ya siasa duni ya ukabila. Ati nyinyi mnaungana kwa sababu ya mambo ya chuki na mambo ya ukabila, ati na mambo ya migawanyiko. Watu wa Rongo, mimi nataka niwaulize, saa hizi ni wakati wa siasa ama ni wakati wa maendeleo? Saa hizi ni wakati wa siasa ama maendeleo? Si ni wakati wa maendeleo? Na nyinyi ikifika wakati wa uchaguzi, nyinyi ndio mtaamua. Si mtajua ni nani amefanya nini? Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, wacheni kimbelembele, wacheni fitina na chuki, wacheni mambo ya ukabila. Wacha tujenge Kenya. Hawa wananchi wako na akili, wataamua nani yako na mpango ya kujenga Kenya, nani yako na mpango ya ukabila. Kwa hivyo watu wa Rongo, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nimepatia Mbadi awe waziri wa finance, ati kwa sababu nimepatia Kenya. Watu wa Migori, sawa sawa. Si mimi nilikubaliana na baba, tukasema tuunganishe Kenya, tukasema tuangamize mambo ya ubaguzi, tuondoe mambo ya ukabila, tuondoe mambo ya chuki. Ati kuna watu wengine wanakusanyana pale, ati wanakasirika na mimi, ati kwa sababu nimepatia Mbadi awe waziri wa finance, ati kwa sababu nimepatia Opiyo Wandayi ati kuwa waziri wa energy. Mimi nataka niwaulize, kwani watu wa sehemu hii hawalipi ushuru? Kwani wako na serikali nyingine ya Kenya? Si hata nyinyi ni wa Kenya? Si mnalipa ushuru? Opiyo Wandayi anatosha ama hatoshi? Mbadi anatosha ama hatoshi? Mimi nataka niwaambie hawa wangwana, wacheni ukabila, wacheni ni chuki. Wacha tuunganishe Kenya. Kenya ni yetu sisi zote. Na mimi nataka niwaulize watu wa sehemu hii, sawa sawa? Mimi na mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tulifanya sawa? Tuunganishe Kenya, tuweke watu wa Kenya pamoja. Hebu nione wala wanasema tuunganishe Kenya. Bas. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni sana watu wa Migori. Mimi nitakuja hapa tena na tena mpaka tukamilishe hii miradi yenu yote, alafu tutasonga mbele. Wacha niite viongozi wenzangu watuzungumzie. Kwanza niko na gavana wetu Mheshimiwa Ochilo Ayako. Wapi nduru ya Ochilo Ayako? Yorongo untie. Yorongo win. Fuanao tete Yorongo tete. Ero urukamano. Rais, hapa Rongo mimi nilipata heshima ya kuwa mbunge hapa, nikawa seneta, na sasa mimi ni gavana. Unaona wakinishangilia hivyo, hao na mimi tuwa tunatembea pamoja. Wauotho ga kanyakla kose kwa uothi. Yorongo umor.
Erokamano. Rais, mauneno ma president wani, kanose uoyo gi baba, magiwinjore ni maendeleo emo bed mbele, magiwinjore ni dwaro jopinye mo bed mbele. Baba nonyisa ni an bende awuog ka adhi amany rais mondo walos maendeleo ma Migori County. Walosi kose kik walosi? Ber kose ok ber? Jorongo untie. Kwa hivyo rais, tunakushukuru sana. Sisi watu wa Migori, viongozi wa Migori, wale walichaguliwa na wale umewateua, tunatembea pamoja kwa ajili na kwa heshima ya hao wananchi. Tukija kwako, tunashukuru sana, wewe unatufungulia mlango haraka sana vile ulinifungulia. Huyu rais ni mtu mzuri, yeye ni rais wa kwenda field. Wa kwenda wapi field? Si hapa Rongo ni field work? Hapa Rongo ni field work. Asante sana. Ya pili na ya mwisho, rais